Usisahau Wakati mwingine mapenzi hayaji tu na furaha, huja na siri ambazo zinaweza kubadilisha maisha yako milele. Kuna watu wanaishi maisha mawili, maisha wanayoonyesha dunia na maisha wanayoyaficha gizani. Katika jiji la Dar es Salaam, kijana mmoja aitwaye Daniel Mwita alikuwa mpambanaji wa maisha. Alikuwa fundi wa teknolojia mwenye ndoto kubwa ya kufungua kampuni yake. Daniel alikuwa mtu mwaminifu, lakini maisha yake yalibadilika siku moja alipokutana na msichana mwenye kuvutia aitwaye Amara Hassan. Amara hakuwa msichana wa kawaida, alikuwa mwerevu, mwenye elimu kubwa na alitoka kwenye familia yenye siri nyingi. Siku moja usiku, Daniel alikutana na Amara kwenye hafla ya kifahari. Macho yao yalipokutana, kulikuwa na kitu cha ajabu. Sijui kwa nini, lakini nahisi kama tumewahi kukutana kabla. Amara akatabasamu. Labda kuna sababu tumekutana leo. Walizungumza mpaka muda mrefu na wakaanza kuvutiwa, lakini Daniel hakujua kuwa Amara alikuwa amebeba siri kubwa. Baada ya wiki kadhaa za mapenzi yao, Daniel aligundua kitu cha kushangaza. Amara alikuwa na pete ya dhahabu yenye alama ya ajabu. Daniel, pete hii ina maana gani? Amara akabadilika ghafla. Daniel, kuna mambo ambayo ni bora usiyajue, lakini tayari ilikuwa imechelewa. Usiku huo, Daniel alipokuwa anarudi nyumbani, aligundua kuna watu wawili waliokuwa wakimfuatilia. Walivaa suti nyeusi na walionekana kama watu wenye nguvu. Mmoja wao alisema, huyu ndiye kijana aliyegusa siri za familia ya Hassan. Siku iliyofuata, Daniel alipokea bahasha iliyokuwa imewekwa mbele ya mlango wake. Ndani yake kulikuwa na picha ya Amara akiwa kwenye mkutano wa watu waliovaa mavazi maalum yenye alama zinazofanana na pete yake, pamoja na ujumbe mmoja unaosema, ukijua ukweli kuhusu Amara utapoteza kila kitu unachokipenda. Daniel alishtuka, lakini kabla hajafanya uamuzi, Amara alifika nyumbani kwake akiwa na machozi. Daniel, nimekuja kukuokoa. Watu hawawezi kujua kwamba nimekuambia kuhusu siri hii. Daniel akamuuliza, siri gani? Amara akasema kwa sauti ya chini, familia yangu imehusika na kundi la siri kwa vizazi vingi. Kabla hajamaliza, taa zikazimika. Mlango ukafunguka taratibu. Mtu asiyejulikana akaingia. Sauti ya mtu huyo ikisema, Amara, umevunja sheria. Daniel akasimama kwa hofu. Mtu huyo akaendelea kusema, na sasa kijana huyu naye ameingia kwenye mchezo. Baada ya mtu huyo kuingia ndani ya nyumba ya Daniel, ukimya mzito ulitawala. Daniel alimtazama Amara kwa mshangao. Amara, huyu mtu ni nani? Na kwa nini anazungumza kama anajua kila kitu kuhusu mimi? Amara hakujibu. Machozi yakaanza kumtoka. Daniel, nilijaribu kukulinda, lakini sasa wamejua. Yule mwanaume aliyevaa suti nyeusi akasogea mbele. Kijana, kuna milango ambayo mtu wa kawaida hatakiwi kuifungua. Daniel akurudi nyuma. Daniel akasema, kama kuna jambo linalomhusu Amara, nataka kujua ukweli. Mwanaume huyo akatabasamu kidogo. Ujasiri wako utaweza kuwa zawadi au kuwa kosa kubwa. Amara alimwambia Daniel kuwa miaka mingi iliyopita babu yake alikuwa sehemu ya kundi lenye historia ndefu lililohifadhi siri za familia na mali kubwa. Lakini ndani ya kundi hilo kulikuwa na mgawanyiko. Baadhi ya watu walitaka kutumia nguvu na ushawishi wao kwa mambo mabaya, lakini wengine walitaka kulinda heshima ya familia. Na sasa, baada ya kifo cha baba yake Amara, kulikuwa na kitu ambacho watu wengi walikuwa wanakitafuta. Kitu hicho kilikuwa kinaitwa kitabu cha alama. Daniel, kitabu hicho kina nini? Amara akamtazama kwa hofu. Kina ukweli ambao unaweza kuangusha watu wengi wenye nguvu. Usiku huo, Daniel na Amara waliondoka nyumbani ili kutafuta usalama. Walifika kwenye nyumba ya rafiki wa zamani wa familia ya Amara aitwaye Mzee Salim. Mzee Salim alikuwa mtu aliyekuwa akijua mengi kuhusu historia ya familia yao. Alipomwona Daniel, alishtuka. Mzee Salim akauliza, kwa nini umemleta hapa? Amara akajibu, kwa sababu naye yupo ndani ya siri hii. Mzee Salim akavuta pumzi ndefu. Basi, muda umefika wa kumwambia ukweli. Mzee Salim alitoa sanduku la zamani lililofunikwa kwa vumbi. Ndani yake kulikuwa na picha, barua na pete nyingine yenye alama ile ile aliyokuwa nayo Amara. Lakini kulikuwa na kitu cha kushangaza zaidi. Picha moja ilimwangusha Daniel. Katika picha hiyo kulikuwa na mtu aliyefanana sana na yeye. Daniel, huyu ni nani? Mzee Salim akasema kwa sauti ya chini, huyu ni baba yako. Daniel akabaki kimya. Haiwezekani, baba yangu hakuwahi kuniambia chochote kuhusu mambo haya. Mzee Salim akajibu, kwa sababu alikufa akijaribu kuficha siri hii. Wakati Daniel akiwa bado ameshangazwa na ukweli huo, simu yake iliita. Ilikuwa namba isiyojulikana. Alipokea. Sauti ya mtu ikasema, Daniel,
kama unataka kujua ukweli kuhusu baba yako na Amara, njoo peke yako kesho usiku. Baada ya hapo simu ikakatika. Daniel akamtazama Amara. Inaonekana mimi ndiye nilikuwa sehemu ya siri tangu mwanzo. Usiku ulipofika, Daniel alikaa peke yake akifikiria kuhusu ujumbe alioupokea. Njoo peke yako kama unataka kujua ukweli kuhusu baba yako. Maneno hayo yalikuwa yakirudia kichwani mwake. Amara alijaribu kumzuia. Daniel, huu unaweza kuwa mtego. Watu hawa wamekuwa wakitufuatilia. Daniel akajibu, lakini kama sitakwenda, nitabaki na maswali ya maisha yangu yote. Nataka kujua baba yangu alikuwa nani. Amara alimtazama kwa huzuni. Basi, siwezi kukuacha uende peke yako. Usiku wa manane, Daniel alifika kwenye jengo la zamani lililoachwa. Upepo ulikuwa ukivuma na mazingira yalikuwa ya kutisha. Ndani ya jengo hilo kulikuwa na mtu aliyekuwa amekaa gizani. Mtu huyo akanena, umefika hatimaye, Daniel Mwita. Daniel alishtuka. Unanijua? Mtu huyo alisimama taratibu. Alikuwa mwanaume mwenye umri mkubwa kidogo, mwenye kovu usoni. Mtu huyo akanena, nilimjua baba yako kuliko mtu yeyote. Daniel akakaribia. Baba yangu alikufa miaka mingi iliyopita. Mwanaume huyo akatabasamu. Hiyo ndio hadithi uliyoambiwa. Daniel akanyamaza. Mwanaume huyo akajitambulisha kama Victor. Alimwambia Daniel kuwa baba yako Joseph Mwita alikuwa mtu aliyekuwa akijua siri kubwa kuhusu kundi hilo. Lakini kabla hajafichua kila kitu, Joseph alitoweka ghafla. Victor akasema, baba yako hakukimbia, alikuwa anajaribu kulinda kitu muhimu. Daniel akauliza, kitu gani? Victor akatoa bahasha ya zamani. Ndani yake kulikuwa na barua iliyoandikwa kwa mkono. Ilikuwa na jina la Daniel. Daniel alifungua barua hiyo kwa mikono iliyokuwa ikitetemeka. Barua iliandikwa, mwanangu Daniel, kama unasoma barua hii, maana yake nimekushindwa kukulinda. Kama kuna watu wanataka kukutumia kwa sababu ya kile nilichokijua, usimwamini kila mtu anayesema anakupenda. Siri kubwa zaidi iko karibu na mtu unayemwamini. Daniel akasimama kwa mshangao. Wakati huo huo, Amara alikuwa nje ya jengo akimngojea. Mara simu yake iliita. Ilikuwa ni ya mtu asiyejulikana. Amara, umevunja makubaliano yetu. Ulimpeleka Daniel kwenye ukweli? Amara akajibu kwa hasira, sitamwacha Daniel aumie kwa sababu ya siri zenu. Sauti ikasema, basi tutaanza na mtu unayempenda zaidi. Simu ikakatika. Amara alipogeuka alimuona mtu amesimama nyuma yake. Alikuwa mtu ambaye hakutarajia kumuona. Amara akasema, haiwezekani. Mtu huyo naye akanena, ulinifikiria nimekufa? Daniel naye akatoka nje akiwa na barua ya baba yake mkononi. Lakini anapofika nje anamkuta Amara hayupo. Kwenye gari kulikuwa na ujumbe mmoja tu, ukitaka Amara arudi salama, lete pete yenye alama. Daniel akatazama pete iliyokuwa amepewa na Amara. Sasa aligundua kuwa pete hiyo ndiyo ufunguo wa kila kitu. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele.